Ejo, mambo vipi mtazamaji na msikilizaji wa Juice African Story. Kuna wakati historia haielezi kila kitu. Kuna vifo vinavyotokea ghafla vikisababisha maswali kuliko majibu. Je, ni kweli kila kifo cha mtu maarufu ni ajali tu, au nyuma ya pazia kuna nguvu kubwa zaidi zinazoamua nani aishi na nani anyamaze? Leo tunaingia kwenye ulimwengu wa siri, tuhuma na nadharia za muda mrefu zinazosema kwamba baadhi ya vifo havikuwa vya kawaida na kwamba serikali au mifumo mikubwa inaweza kuwa na mkono nyuma yake. Lakini swali linabaki moja kubwa zaidi: ukweli ni upande gani? Tukianza na namba moja ambaye ni Michael Jackson. Mwaka 2009 dunia ilisimama kwa sekunde chache. Habari zilipotoka kutoka Los Angeles kwamba mfalme wa pop ameanguka. Mashabiki walikataa kuamini, lakini baada ya muda swali moja likaanza kusikika kila kona: je, kweli alikufa kawaida au kuna nguvu kubwa nyuma ya pazia? Michael Jackson hakuwa msanii wa kawaida, alikuwa nyota wa kimataifa, mfanyabiashara mwenye haki kubwa za muziki, mtu mwenye ushawishi mkubwa kisanii na kijamii. Kupitia albamu kama Thriller iliyovunja rekodi duniani, alijenga nguvu ambayo baadhi ya watu waliamini iliwafanya wakubwa fulani kutokuwa na amani. Moja ya mambo yaliyoongeza moto kwenye nadharia hizi ni mgogoro wake na Sony Music Entertainment. Michael Jackson aliwahi kulalamika hadharani dhidi ya kampuni hiyo, kusema alinyonywa kimkataba, kuita baadhi ya viongozi wao wabaguzi. Hapa ndipo baadhi ya watu walipoanza kusema alikuwa anapigana na mfumo mkubwa na mfumo huo unaweza kumuondoa. Lakini haya ni madai tu, hakuna ushahidi wa moja kwa moja. Siku ya mwisho, tarehe 25 Juni mwaka 2009, Michael Jackson alipatikana hajitambui nyumbani kwake. Alikimbizwa hospitali lakini ilikuwa tayari imechelewa. Ripoti rasmi zilionyesha kuwa alikuwa amekufa kutokana na overdose ya dawa ya usingizi propofol. Daktari wake binafsi Conrad Murray alihusika moja kwa moja, alimpa dawa bila usalama wa kutosha. Hakuwa na vifaa muhimu vya kuokoa maisha. Mwisho wa siku alihukumiwa kwa kosa la kuua bila kukusudia. Nadharia za njama zinazozunguka. Baada ya kifo chake, nadharia nyingi zilianza kusambaa. Serikali ilihusika, watu wengine walidai Michael Jackson alikuwa na siri kubwa, alikuwa na mipango ambayo ingeathiri mfumo wa fedha na burudani, lakini hakuna ushahidi wowote wa kuthibitisha hili. Alikuwa anaandaa kurudi kwa nguvu. Wakati anakufa, alikuwa anajiandaa kwa tamasha kubwa la This Is It. Baadhi ya watu waliamini kurudi kwake kungekuwa kukubwa zaidi, na hadi kuna watu hawakutaka itokee. Lakini tena hakuna ushahidi wa moja kwa moja. Alikuwa anamiliki haki kubwa za muziki. Michael Jackson alikuwa na hisa kubwa katika kategori za muziki, hata za The Beatles. Hii ilimfanya kuwa na nguvu kubwa kifedha. Wengine wakaona hii ni sababu ya kuondolewa, lakini hoja hizi hazijathibitishwa. Ukweli uliowekwa na sheria. Baada ya uchunguzi wa kina, madaktari wa serikali, polisi, mahakama, hitimisho ilikuwa moja tu: hakuna ushahidi wa kuhusika kwa serikali. Kifo kilisababishwa na matumizi mabaya ya dawa chini ya uangalizi mbovu wa daktari wake. Namba 2 ni Tupac. Mwaka 1996, usiku wa giza katika jiji la Las Vegas, risasi zilivunja ukimya, na ndani ya gari alikuwepo mtu ambaye sauti yake ilikuwa inatetemesha dunia. Siku chache baadaye, hip hop ilimpoteza mmoja wa wakubwa kabisa, lakini tangu siku hiyo swali moja halijawahi kufa: nani alimuua Tupac? Na je, kweli serikali ilihusika? Maisha ya Tupac si muziki tu. Tupac Shakur hakuwa rapa wa kawaida, alikuwa mwanaharakati, mtu aliyekuwa wazi kuikosoa serikali, sauti ya watu waliokandamizwa. Mama yake Afeni Shakur alikuwa mwanachama wa Black Panther Party. Hii ilimfanya Tupac akue katika mazingira ya siasa, mapambano na upinzani dhidi ya mfumo. Mgogoro na serikali ndio chanzo cha nadharia. Tupac aliwahi kuikosoa polisi na mfumo wa haki, kuimba nyimbo kama Changes na Brenda's Got a Baby zinazogusa matatizo ya jamii.
kuweka wazi ubaguzi na ukandamizaji. Kwa sababu hiyo, baadhi ya watu waliamini alikuwa tishio kwa mfumo na mfumo ulimtaka nyamaze. Lakini kumbuka, hii ni nadharia, si ushahidi. East Coast na West Coast. Kabla ya kifo chake kulikuwa na mvutano mkubwa katika hip hop, upande wa magharibi West Coast na upande wa mashariki East Coast. Tupac alikuwa upande wa West Coast chini ya Death Row Records. Mvutano huu ulihusisha majina makubwa kama The Notorious B.I.G. Wengi wanaamini hii ndiyo sababu halisi ya mauaji yake, si serikali. Siku ya tukio, tarehe 7 Septemba mwaka 1996, Tupac alikuwa ametoka kutazama pambano la ndondi la Michael Tyson. Alikuwa ndani ya gari pamoja na Suge Knight. Gari jingine ilisimama pembeni, risasi zilifyatuliwa. Tupac alipigwa risasi mara kadhaa. Baada ya siku 6 hospitalini, alifariki. Nadharia za njama. Serikali ilihusika. Baadhi ya watu wanaamini Tupac alikuwa akifuatiliwa na vyombo vya usalama. Historia ya familia yake Black Panthers ilimfanya awe target. Alikuwa anaweza kuhamasisha mapinduzi ya kijamii, lakini hadi leo hakuna ushahidi wa moja kwa moja unaoonyesha serikali ilimuua. Vita ya gang. Nadharia inayokubalika zaidi ni mzozo wa magenge, kisasi kutokana na tukio lililotokea kabla ya risasi. Hii ndiyo inayokaribia zaidi ukweli kulingana na uchunguzi. Tupac hajafa. Hii ni maarufu sana. Wengine wanaamini aliigiza kifo chake, wanasema anaishi sehemu kama Cuba, lakini hakuna ushahidi wowote wa kuaminika. Ukweli mpaka sasa, tofauti na kesi ya Michael Jackson, mauaji ya Tupac hajawahi kutatuliwa rasmi kwa muda mrefu. Hata hivyo, uchunguzi wa baadaye uliendelea kuelekeza kwenye watu binafsi wanaohusiana na magenge, sio serikali. Kwa nini watu wanaamini serikali ilihusika? Tupac alikuwa mkosoaji mkubwa wa mfumo. Historia ya familia yake, kifo chake kilikuwa cha ghafla na cha kikatili. Kesi haikutatuliwa kwa muda mrefu. Hii yote huacha nafasi ya watu kuunda nadharia. Tupac Shakur alikuwa zaidi ya rappers, alikuwa sauti ya mapambano. Lakini kati ya ukweli na uvumi, ukweli unaoonekana zaidi ni kwamba alikuwa mhanga wa vurugu za mitaani na migogoro ya wakati wake. Nadharia za serikali zinaendelea kuishi, lakini hazina ushahidi wa kuthibitishwa.